6, hata wajumbe wa kamati hiyo wote kwa sehemu kubwa ni wateule wa rais, na hivyo uhuru wao ni wa kutilia maanani. Ni vema kabisa kuwa kamati hii iwe ya kijaji, yani ya majaji, kama ile iliyoundwa kuchunguza mambo yanayohusu majaji wanapochunguzwa dhidi ya ukiukwaji wa maadili, ili iweze ikatoa maamuzi yanayoheshimika na kukubalika. Namba 7, kamati ya usaili inaundwa na kifungu cha 9(1) na kujumuisha jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano, jaji mkuu wa Zanzibar ambaye atakuwa makamu mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu, na mjumbe mwingine mmoja atakayeteuliwa na rais kwa kuzingatia jinsia. Isitoshe, kusema kuwa hiki ni kitu kipya, na kama tulivyosema hiki ni kitu ambacho hakimo katika katiba, ili kamati hii iweze kuwa na nguvu na iaminike, ni lazima ianzishwe na katiba, na vile vile wajumbe wake wawe ni tofauti na hawa ambao wanaonekana ni wateule wa rais. Kama tutakavyoonyesha hapo chini, kwa mfano nchini Kenya, kwa mfano wajumbe wa kamati ya usaili wanateuliwa na vyombo vya kisheria, ikiwa ni pamoja na tume ya utumishi wa bunge, chama cha sheria cha Kenya, baraza la pamoja la viongozi wa dini, na rais yeye hupelekewa majina ili atangaze uteuzi na sio kuwateua. Kifungu cha